Israel inasema wakosoaji wake wengi wanawabagua Wayahudi. Serikali ya Israel inadai kwamba nchi nyingi zinazoikosoa ni zile nchi ambazo zinawabagua watu wake, hasa jamii ya Kiyahudi ulimwenguni, na hivyo inasema inakasirishwa na ukosoaji mkubwa unaofanywa na baadhi ya nchi dhidi ya taifa lao, lakini pia jambo hili linafanya raia wa kawaida wasiokuwa na hatia Wayahudi kutengwa na kubaguliwa. Israel imekasirishwa na ukosoaji wa mataifa 14 yakiwemo Ufaransa na Uingereza juu ya uamuzi wake wa kuidhinisha ujenzi wa makazi mapya walowezi wa Kiyahudi katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Kitendo hicho kimetafsiriwa na Israel kama kuwabagua Wayahudi. Hata hivyo, mataifa mbalimbali yaliyokosoa juu ya ujenzi katika eneo la ukingo wa Magharibi ni katika kile walichosema kwamba eneo hili si la Wayahudi isipokuwa ni eneo la Wapalestina. Hivyo kitendo cha Israel kutaka kujenga maeneo hayo ni kitendo cha uvunjifu wa sheria za kimataifa, lakini pia wao wanaona kwamba kitendo cha kuambiwa waachane na ujenzi huo ni sawa na kuwatenga Wayahudi. Israel inaamini kwamba eneo hilo la ukingo wa Magharibi ni katika eneo lake licha ya mipaka ya mwaka 1948 ikieleza wazi kwamba si katika maeneo yao. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Sa'ar amesema serikali za kigeni hazina haki ya kuwazuia Wayahudi kuishi katika kile alichokitaja ardhi ya Israel, akitaja ukosoaji huo kuwa unawabagua Wayahudi. Hata hivyo hakuzingatia mipaka ya kimataifa na anaona kabisa kwamba eneo la ukingo wa Magharibi ni sehemu ya Israel licha ya kwamba katika ramani linaonyesha ni sehemu katika maeneo ya Wapalestina. Israel imetumia nguvu kubwa kuwafurusha Wapalestina waliokuwa wakiishi katika maeneo hayo, ambapo ilitumika nguvu iliyoanzishwa na raia wa kawaida, ambapo walianzisha vurugu na hatimaye kuingiliwa na polisi ama wanajeshi na kutengeneza mbinu ya kuwaondoa raia wa Kipalestina wa Arabu, na hatimaye sasa kutaka kuanzisha ujenzi wakiamini eneo hilo wameshaliteka na ni la kwao. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza kuwa nchi hiyo inapanga kuwekeza dola bilioni 110 katika kipindi cha miaka 10 ijayo ili kuimarisha sekta ya ndani ya utengenezaji wa silaha. Akizungumza katika hafla ya mahafali ya marubani wapya wa jeshi la anga, Netanyahu amesema mpango huo unalenga kupunguza utegemezi wa Israel kwa wauzaji wa silaha wa nje, akibainisha kuwa hata mataifa rafiki yakiwemo Ujerumani yataongeza ununuzi wa silaha kutoka Israel. Anaamini kwamba mataifa mengi ya Magharibi ambayo yanakuwa wakosoaji wakubwa sasa anaamini wapo katika mpango fulani wa kuungana na baadhi ya mataifa. Umoja wa Mataifa pia umelani juu ya ujenzi wa maeneo hayo, lakini pia mashambulizi ya walowezi dhidi ya Waarabu katika eneo la ukingo wa Magharibi. Kamishna mkuu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani wimbi la mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanywa na walowezi wa Kiyahudi dhidi ya Palestina katika ukingo wa Magharibi, lakini pia kutokana na namna jeshi la Israel IDF lilivyounga mkono kuwapiga raia wa Kipalestina na kuwatimua. Kamishna huyo mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ametaka kukomeshwa kwa vurugu na Israel kuwachukulia hatua za kisheria wote wanaohusika. Na msemaji wa kamishna huyo Thamin Al-Khitan amesema mkuu huyo wa haki za binadamu pia alitaka Israel kukomesha uwepo wake kinyume cha sheria katika ardhi ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu, kusitisha mara moja shughuli zote za ujenzi wa makazi mapya na kuwahamisha walowezi wote kurudi kwao Israel, ambapo pia kuna eneo kubwa kwa ajili ya ujenzi. Mashambulizi mengi ya walowezi yalirekodiwa Oktoba kuliko mwezi wowote tangu mwaka 2006, zaidi ya mashambulizi 260, na tangu Oktoba 7 mwaka 2023 hadi Novemba 13 mwaka 2025, vikosi vya Israel na walowezi wamewaua Wapalestina karibia 1017 katika eneo linalokaliwa kwa mabavu la ukingo wa Magharibi, ikiwemo Yerusalem Mashariki. Miongoni mwa wahanga walikuwa ni watoto zaidi ya 221. Takwimu hizo hazijumuishi idadi ya Wapalestina waliouawa kizuizini mwa Israel. Ndani ya kipindi hicho pia wa Israel 59 waliuawa katika mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na Wapalestina au katika kulipa kisasi na kuwepo kwa makabiliano ya silaha. Kuongezeka kwa ghasia kunakuja wakati viongozi wa Israel wakizidisha ubomoaji wa nyumba za raia wa Kipalestina, unyakuzi wa mali, kukamatwa na kuwekwa vizuizini kwa wasafiri,
pamoja na ujenzi wa makazi wa vituo vya nje na uhamishaji wa maelfu ya Wapalestina kunakofanywa na walowezi wa Israel na wanajeshi wao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.